Asubuhi ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024, vikosi vya polisi vya nchi ya Kenya viliwasili Port-au-Prince nchini Haiti rasmi kuanza misheni ya usalama iliyopigwa mkazo na shirika la Umoja la Usalama Duniani. Vilikaribishwa na Waziri Mkuu wa Haiti Gary Conille kwenye kambi yao Claassen ndani ya Port-au-Prince. Vikosi vya Kenya vilifanya kazi ya kufana huku wakianza kuwasukuma waasi kutoka miji waliokuwa wameitawala. Kiongozi wa waasi aliyejulikana kama kwa jina Barbecue alionekana kila mara kwa mara akitishia vikosi vya Kenya kwamba vinafaa viondoke nchini Haiti kwa usalama wao, ila Wakenya walikaza kamba. Hayo yakiendelea, kwenye nchi ya Haiti, nyumbani Kenya, katika eneo la bonde la Ufa, vikosi na vikundi vya uhalifu vilizidi kuwanyanyasa, kuwavamia na kuwaua Wakenya. Maswali yakazidi kuibuka. Ni kwa nini polisi wa Kenya waende kuleta amani na usalama kwenye nchi za ugenini kama Haiti, na bado nyumbani hakukaliki kwa sababu ya ukosefu wa usalama? Wananchi waliuliwa, minyama ikaibwa, wananchi wengine hadi sasa hivi wako na majeraha ambayo hayatawahi pona, na pia ni misururu ya mawazo waliopitia kwa kuwapoteza wapenda wao. Ila kila mara Rais William Ruto alionekana akitetea serikali yake, akisema kwamba anadhibiti hali ya usalama nchini. Yaliendelea mauaji, matekaji nyara yaliendelea katika sehemu za Garissa, Mandera. Vita, utekaji nyara, mauaji kwa kutumia vilipuzi vya bomu yaliendelea. Eneo la Old Town mjini Mombasa, vikundi vya vijana viliendelea kujikusanya na kuwahangaisha wakazi wa eneo hilo. Kwenye maeneo ya Turkana, maeneo ya Samburu, maeneo ya West Pokot, kutata juu nisitaje yote, usalama uliendelea kukosekana katika maeneo hayo nchini Kenya. Lakini Haiti, vikosi vya polisi vilijituma asubuhi, mchana na jioni hadi usiku kuhakikisha kwamba wananchi wa taifa lile wanapata usalama. Yote 9, 10. Tunapokuja hewani, vikosi vyote vya polisi vya Kenya vimesharejea nchini na kupokelewa kwa shangwe na vigeregere. Je, taifa litakuwa salama? Hivi vikosi vya polisi vitafanya kazi kwa umoja na bidii hapa nchini jinsi tu walipofanya nchini Haiti? Ama itakuwa ni ndoto ya mwananchi wa Turkana? Itakuwa ndoto ya mchana kwa mwananchi wa Samburu? Mwananchi wa Old Town jijini Mombasa ataendelea kuhangaishwa na vikundi vya vijana wanaotumia